Alright, mtazamaji, tunaendelea kuweza kukupasha na kuweza kukuhabarisha vile ambavyo maandalizi yanaendelea kufanyika katika boma hili la mwenda zake hayati Wafula Chebukati katika eneo bunge la Kimilili. Kwa hivyo tumeweza kuunganika tu pamoja na baadhi ya viongozi ambao wanaendelea kuhakikisha kwamba mikakati na maandalizi ya siku ya kesho ambayo ni tarehe 8 kama ilivyotangazwa rasmi kwamba itakuwa siku ya kuweza kumlaza Bwana Wafula Chebukati, alikuwa msimamizi mkuu wa tume ya uchaguzi, tunazungumzia IEBC. Kwa hivyo tutakuwa tunaenda kuzungumza na hao wapendwa ambao pia wameweza kujumuika na wale watu ambao wamekuja katika boma hili kufanya maandalizi ya kuweza kumlaza. Labda tuanze tu kwa majina tunayo. Ama kweli kwa majina naitwa Wycliffe Chumuwachie. Mimi ni mchungaji pia, lakini pia ni msimamizi wa wale maafisa wa nyanjani wa afya. Tunajiita community health promoters. Mimi ndio nimekuwa msimamizi katika matanga haya ya mwenda zake mzee Wafula Chebukati, kwa sababu ya kuhakikisha kila kitu kiko kwa nafasi yake. Na mimi kama venye mwenzangu amesema kabisa, kila kitu kiko sawa. Tumetarajia wageni na tunaona kila kitu kiko sawa sawa. Tunaambia tu wale wenye wako nje ya kwamba karibuni tumlaze mwenda zake kwa njia ya amani. Asanteni. Na labda tukizungumzia kuhusu afya, kwa sababu nimezungumzia kuhusu afya, ni jambo lipi ambalo kuu katika sekta ya afya ambalo unaweza penda kwamba kutokea hapa lipate kubadilishwa katika serikali kuu? Ama kweli kuna mambo mengi ambayo tunaiangalia sana, hasa rais wetu ambaye pia ataweza kuhudhuria matanga haya. Tunaona ya kwamba angalia maneno ya SHA imekuwa pia na changamoto nyingi sana. Maana ukiona tuna register watu wanaenda hospitali lakini hawapati huduma iliyo kamili. So tunaomba serikali iingie ndani kabisa. Alafu pia katika hospitali zetu sisi hapa maeneo yetu tuko na hospitali ya Matunda sub county, lakini ukienda pale ama kweli hakuna madawa, hakuna nini na nini. Tunaomba ya kwamba waziri ambaye anahusika na madawa pia akaweza kuingilia kati na tupate matibabu. Asante. Labda tu kwa swali langu la mwisho nikikuachilia uondoke, kwa sababu pia najua kwamba ni shughuli ni nyingi. Labda kwa wale watu ambao hawajaweza kufika katika matanga haya, unawaambia nini wa siku ya kesho? Ama kweli kusema tu kweli mbele za Mungu, kuna watu walikuwa nafikiria kwamba hii matanga itakuwa na shida, furuko nini na nini. Lakini mimi kama msimamizi wa afya, pia mimi mchungaji, nataka kuhakikishia kwamba kuna usalama wa kutosha kabisa. Tumeona maaskari vitengo zote wameingia, tumeona watu wameingia, kila kitu imepangwa vizuri. So naambia wale wenye wako nje, karibuni sana tumlaze mwenda zake kwa njia iliyo. Asante. Huyo ni msimamizi Wycliffe Wachie ambaye ni msimamizi pia wa masuala ya kiafya, tumekuwa tunazungumza naye. Labda tupate mwananchi mmoja pia nimeona amefalia reflector hapa, huenda labda nasema pia kitengo fulani. Karibu sana, labda kwa majina ndo nani? Kwa majina anaitwa Benjamin Katila, pia ni mchungaji na hapa nasimamia kitengo cha ushering, kuwakaribisha wageni. Najua kwamba wamekaa vizuri, wamepata sehemu ya kukaa. Labda unatarajia kwa mfano kama wewe, kulingana na maandalizi ya ushering, unatarajia kupata wageni wangapi kufikia hapo kesho? Tumetarajia wageni wengi sana mno. Nasema kwamba karibuni kwa wingi, kwa sababu hata kama president atakuwa rais wetu wa Kenya, sasa tunawakaribisha wote wakuje kuona rais uso kwa uso. Tena karibu sana hapa Sabata, katika kijiji cha Sabata ambacho hatujaona president, wengi hawajaona viongozi wetu wa nchi wanaotutawala katika sehemu mbalimbali, ma MPs na hata watu wa IEBC. Hatujawahi waona uso kwa uso, lakini sasa leo tutawaona uso kwa uso na watarajia kuona kesho uso kwa uso. Karibuni. Haya mtazamaji, mimi sina lazima, nataka niseme kwamba asante. Endelea kuweka miadi pamoja na tutakuwa naendelea kukupasha ambaye atakuwa kijiri katika hafla ya kesho, na pia maandalizi jinsi yatakavyokuwa na wageni watakao kuwa kiwasili. Pia tutakuwa tunahakikisha kwamba unapata taswira kamili kutoka maeneo haya ya Sabata. Nikiripotia Kaliba TV kutoka maeneo ya Sabata, jina langu ni Collins Baraza.